Huyo hapo Ali Shabani Kamwe akibeba ndoo hiyo. Huyo ni hapo ni Ali Shabani akibeba medali na kombe hilo. Ali safi niambie. Mshamuoji pale. Mmoja. Mmoja Safiri. Ali. Wewe Safiri huyo. Twende Ali bana. Sali sio anaongea na ndugu yake. Oh yeah, airport. Saa 7. Sasa usio na kujiandaa saa 7 ndio airport. Bana vipi zile milioni 100 vipi zile? Kamwe. Ali Kamwe. Naam. Ali, neno la kuambia wapinzani wako kufunga mara 6. Sina bana, timu mbovu hiyo, sina takia mimi. Nitaiambia timu mbovu. Ila Ali amesa. Kiongozi. Wewe bana wewe bana. Ziko nyingi hizi kwangu bana. Bana wewe leo. Ali usafiri kesho. Safiri kule. Gari yangu mimi huku hii bana. Naam. Bwana, hii sasa imekuwa ni kama tamaduni kule. Ya, ni tamaduni, desturi ya kupiga kichwani. Na tumeshawasikiaje? Nyundo moja imevuruga watu. Wewe hapo Tibla. Usishike mmoja basi sawa. Usishike. Basi wanaume. Bwana, tuambie mnaanza safari usiku wa leo kuelekea Angola. Hii ina maana kiasi gani kwa upande wa Yanga? Yes, tunaondoka usiku. Tunaondoka usiku. Semaji. Tunaondoka saa 10 alfajiri kuamkia kesho. Kwa hiyo majira ya saa 7 tutakuwa tumeshafika airport inshallah kwa ajili ya kujiandaa na safari ya kuelekea Angola. Nini hasa ulizungumza na wachezaji? Kuna wachezaji wamejisikia furaha kubeba kombe kwa mara ya kwanza. Wamebeba kombe kwa mara ya kwanza baada ya kujiunga na Yes, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Imekuwa siku nzuri kwetu. Imekuwa siku yenye mwendelezo wa neema kwa klabu yetu. Tulishamfunga Simba mara 5. Lakini hii ya leo imekuwa special kwa sababu tulikuwa na benchi la ufundi jipya, tulikuwa na maingizo mapya ya wachezaji. Kwa hiyo tulikuwa tunadhamiria kuhakikisha kwamba tunapata ushindi leo, kuweka confidence kwa benchi la ufundi, lakini pia confidence kwa wachezaji wapya ambao wamekuja. Kwa hiyo ukiangalia maandalizi yenyewe, mwalimu hakupata timu yake yote kambini. Kuna players aliwaona tu kuwasalimia wakarudi kwenye national team, na ni player ambao huwa wanaingia kwenye timu yetu kikosi cha kwanza. Kwa hiyo amejitahidi sana kuishape timu yetu kupata kikosi cha kwanza leo ambacho kimekwenda kutupambania. Wengi waliamini kwamba huenda safari yake ikaiva baada ya leo. Kwa wengi wakiamini kwamba huenda mchezo ukamshinda na Simba kuchukua ubingwa. Lakini mwalimu amethibitisha hilo, amesmile. Nimemuoji tabasamu kweli baada ya kubeba ubingwa. Ndio, sisi hatukuwa na hiyo plan ya kumfukuza mwalimu. Wenye plan ya kufukuza kocha mnawajua. Sisi hatukuwa na hiyo plan. Wenye plan, kuna watu walikuwa wanatafuta sababu ya kumfukuza kocha wao. Tumewapa leo. Tunaomba kesho waifanye hiyo mapema sana kabla hatujafika mbali. Yaani tukiwa angani tumetua Ethiopia tupate hiyo barua. Kwani mnakutana nao msimu huu tena? Si Disemba tena. Sasa kocha huyu akibaki tunapiga tena. Huyu kocha amejaliwa mdomo. Kufundisha hapana. Kivipi? Jana amekwenda anasema eti Yanga wana pressure. Sisi Yanga tuna pressure kumfunga Simba. Yeye peke yake amechukua mara ya 4. Sisi tuna pressure kumfunga Simba. Anajidanganya mwenyewe na anawadanganya makolo wote hao. Bwana, nikushukuru sana, nikutakia safari njema. Asante sana bwana. Utakuja airport? Nitakuja. Kule airport ninafanya kazi moja leo. Ndio. Maana walikuwa na maswali watu kwamba kwa nini msemaji utambulisha wachezaji. Tutawatambulisha airport pale moja mmoja leo. Moja baada. Kwa hiyo uje leo pale. Nitakuja kuona washawasha. Nimemwambia maana yake. Akasemaje? Amecheka sana. Semaji huyo.